uliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo mkuu wa kupita mahali pasipopitika. Unatenda kazi ya kushangaza. Matendo yako Bwana ni makubwa. Unafanya kazi nje ya mipaka ya ufahamu wa akili ya mwanadamu. Tazama Bwana, tulikuwa hapa katika viwanja hivi kwa ajili ya huduma ya mkutano. Bwana, tumekuona jana na hata leo Bwana tulipoanza tuliamini uko katikati yetu. Muda huu tena naenda kusikia neno lako. Ni kwa ajili yetu Bwana, sisi na watoto wetu, kwa ajili ya watu walioko katika mazingira haya na walioko nje kidogo ya maneno haya. Neno lako Bwana litakaloenda kuzungumzwa kwa kinywa cha mtumishi wako, Roho Mtakatifu kalipenyeshe kwenye masikio ya watu wako, nasi kupitia neno lako tukapate Bwana kufunguka mioyo yetu na kulipokea bila kutafiti kinyume na kusudi lako. Ninakushukuru kupitia jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Wakati huo mtumishi wa Bwana atakuwa akisogea. Ongeza makofi na vigelegele. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Ametusaidia tangu jana, tumeuona uwepo wake, tumeziona nguvu zake, tumeona utendaji wake. Na jioni hii ya leo tena ninasimama mbele zako. Ni yule niliyesimama mbele zako jana nikazungumza nawe habari njema za mema, kwamba Yesu Kristo anaokoa na kwamba Baba yako anakupenda. Mungu aliyeziumba mbingu na dunia anakupenda. Na jioni hii ya leo, kwa sababu ya pendo lake, huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia alikusudia kumtoa mwanae Yesu Kristo, mwana wa pekee, ili aweze kubeba mzigo wa dhambi zako. Na leo ninakuja tena nizungumze nawe habari za mema, yale ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili yako. Ninaomba mahali popote ulipo, ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu kile cha Luka Mtakatifu, sura ile ya 4 na ule mstari wa 16. Luka Mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 16. Nitasoma mpaka ule mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Huyu ni Yesu anaelezwa habari zake. Nasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwapo katika sinagogi wakamkazia macho. Kaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, ujiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba ameyatenda Kapernaumu, yatende hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Tuombe. Baba yetu na Mungu uliye mwaminifu sana, jioni hii imefika tena, ulitukuze jina lako, maana umekusudia mema kwa ajili ya wanadamu hawa uliowaumba kwa sura na mfano wako mwenyewe. Ninakabidhi mikononi mwako roho zao, nafsi zao na nia zao. Naomba ukaseme na kila mwananchi, ukaseme na kila Mtanzania aliyeko mahali hapa na asiye Mtanzania. Bwana wa neema, ninakuomba kwa kuwa wewe umewaumba kwa sura na mfano wako, ukasemeshe mioyo yao usiku wa leo Bwana, wakakupokee wewe katika jina la Yesu. Kwa jina lako takatifu Kristo uliye mwema.
Amen. Nimeyasoma maneno haya jioni hii ya leo, na ninatamani nizungumze na wewe neno la Mungu, nikikukumbusha ya kwamba yuko mbeba mizigo. Mara nyingi tumesafiri, tumetoka mji mmoja kwenda mji mwingine, na tunapofika kwenye vituo vya usafiri tumekutana na watu mbalimbali wakiwa wanasaidia watu kubeba mizigo yao. Jioni hii ya leo ninakuletea mmoja tu, mtu mashuhuri mwenye uwezo wa kubeba mizigo ya mwanadamu. Huyu si mwingine ila ni Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye peke yake anaweza kujitwisha mizigo yako yote, na ndiyo maana ana sababu ya kuhubiriwa hadharani mchana peupe, wala pasipo kificho cha aina yoyote, kwa kuwa yeye ndiye msaada pekee. Na kwa kuwa yeye mwenyewe anatambua hilo, anazungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28. Huyu Yesu anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Yeye anajiamini, yeye anajitambua, yeye ana uwezo wa kubeba mizigo ya mwanadamu. Na ndio maana anasema, "Njooni nyote." Hakuna mzigo wowote asioweza kujitwisha huyu Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja miongoni mwetu amewahi kusafiri. Inawezekana umesafiri kwa treni, inawezekana umesafiri kwa meli, inawezekana umesafiri kwa mabasi, inawezekana umesafiri kwa ndege au vyombo vingine vya usafiri. Lakini pia katika vituo hiyo ya usafiri ukakutana na watu wenye kukubebea mizigo, na watu hawa wapo kila mahali na wanastahili tofauti za kubeba mizigo ya wanadamu, na wanafanya hivi ili waweze kujipatia kipato, walipwe mishahara ili waweze kukidhi maisha yao. Na wakati mwingine kuna maeneo mengine utakutana na watu ambao wanasema wanaonekana kwamba wameachiliwa. Na kuna utani katika kanda hii ya ziwa nimeusikia, maana nimekaa kidogo kanda ya ziwa, nikakuta anasema, "Mzigo mzito mpe Mnyamwezi akubebee." Wao wanajua kwamba kuna kabila ni mashuhuri kwa kubeba mizigo, lakini leo ninataka nikuletee mtu aliye zaidi ya Mnyamwezi. Nataka nikuletee mtu aliye zaidi ya kuli. Nataka nikuletee mtu aliye zaidi ya mwanadamu, mwenye sifa za kubeba mizigo inayoonekana na isiyoonekana. Huyu ndiye Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna mahali pengine mtu mwenye mizigo analipia mwenyewe mizigo yake, lakini sivyo ilivyo kwa huyu, bali nitasema habari zake jioni ya leo. Yeye anabeba mizigo yako, halafu anailipia yeye mwenyewe. Aliacha mbingu akashuka duniani kwa ajili yako mtu wa Mwanza, kwa ajili yako mtu wa Geita, kwa ajili yako mtu wa Bukoba, kwa ajili yako mtu wa kanda ya ziwa. Ameshuka Yesu akaiacha enzi ya Baba ili aweze kukuokoa, ili aweze kukuponya, ili aweze kukusaidia, ili aweze kubeba mizigo yako yote. Sasa kutambua nafasi ya mbeba mizigo mara nyingi huwa kunaleta matatizo katika jamii wanayokaa wanadamu. Moja ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwa kutokutambua umuhimu wa mbeba mizigo huwa ni kuchoka pasipo sababu za msingi. Na kuta mtu amechoka pasipo sababu ya msingi. Wakati mwingine unakutana na kijana amezaliwa miaka ya 90, amezaliwa miaka ya 2000, amezaliwa miaka hii ya karibuni, lakini unakimtazama sura yake amezeeka kuliko babu wa miaka ya 60. Kwa sababu gani? Kwa sababu anayo mizigo, lakini mizigo ameshindwa ni mahali gani aipeleke. Jioni ya leo ninalojibu kwa ajili yako, yuko Yesu mbeba mizigo. Ukimpelekea yeye atachukua mizigo yako, nawe utakuwa na amani. Nisikilize vizuri, kukunjamana kwa uso wa mwanadamu kunatokana na uzito wa moyo, ngozi ya mwili kuharibika.
Sasa niliwahi kusimuliwa hadithi hii na mtu mmoja aliyekuwa anasafiri, akaingia kwenye basi na kila mtu alimtazama yule baba kwa huruma, maana yule baba ameingia ndani ya basi, halafu kwa bahati mbaya amejitwisha begi lake. Akaamua kujitwika hivyo begi lake asimwachie mtu. Kondakta wa ile basi akamwambia, hebu baba yangu, ninaomba niuchukue huo mzigo niuweke kwenye keli. Akasema hapana, na uchukua mimi mwenyewe. Akabaki ameubeba ule mzigo, amekaa kwenye kiti, lakini amebeba ule mzigo akiwa anaogopa kwamba akiweka kwenye basi ataulipia mara mbili. Akasema ninataka nisiulipie huo mzigo, ndio maana nimeamua niubebe mwenyewe. Yeye amebeba kwenye basi, halafu na mzigo ameubeba anaendelea nao. Imesababisha uchovu usio na sababu ya msingi. Huyu baba akasafiri, kila mmoja ndani ya basi akawa anamtazama baba yule kwa huruma nyingi, wanamwangalia na kuona laiti angalimsikiliza kondakta angaliweza kupokelewa ule mzigo na maumivu yasingelikuwa hivyo yalivyo. Ndugu yangu mpendwa, jifunze kukubali kusaidiwa. Jifunze kukubali kusaidiwa wakati msaada unapotolewa. Yesu Kristo amekuja, hakuna sababu ya kujichosha. Yupo abebe mzigo wako, yupo akuchukulie mzigo wako. Kama hiyo haitoshi, kuna mtu ameonekana amechoka kabla ya wakati wake, na ukimuuliza unakuta ni kwa sababu tu ya maumivu yaliyo ndani ya moyo wake. Maumivu yaliyo ndani ya moyo yanaweza kusababisha uchovu katika mwili. Wakati mwingine unaweza ukakuta mtu anatembea, mara anarusha mikono, mara anaongea mwenyewe, mara anauliza swali, anajibu mwenyewe, anauliza swali, anajibu mwenyewe, anakuna kichwa, anafanya vituko kana kwamba kuna mtu anawasiliana naye. Lakini ukimuuliza ni kwa nini, atakwambia wewe acha tu. Kwa nini tuache? Kwa nini tukuache katika hali hiyo? Tumetuma tukwambie, yuko ambaye mizigo ulionayo ni saizi yake. Yesu Kristo wa Nazareti anaweza kuchukua mizigo yako. Usiteseke basi kwa sababu baba, usiteseke basi kwa sababu mama. Na jioni hii sikiliza, yuko mtu ambaye mke wake amekuwa ni mzigo kwake, mume wake amekuwa ni mzigo kwake, watoto wamekuwa ni mzigo kwao. Nataka niseme jioni ya leo, Yesu anaweza kukusaidia. Yesu anaweza kuchukua huo mzigo. Yesu anaweza akabadilisha maisha ya mumeo, anaweza kubadilisha maisha ya mkeo, anaweza kubadilisha maisha ya watoto waliokuwa hawashikiki katika mtaa ule. Bwana Yesu akiingia ndani yao, historia inabadilika. Historia inabadilika. Wakati mwingine kutokutambua nafasi ya wako kubebea mizigo unaweza kusababisha kuteseka pasipo sababu za msingi. Aje nikwambie hadithi nyingi jioni hii ya leo. Itakapozimaliza utakuwa umeelewa ujumbe huu ya kwamba yupo mbeba mizigo. Kuna kijana ambaye alikuwa ameongozana na mama mkwe, na kanda ya ziwa mnasifika kwa kuheshimu wakwe. Mnasifika sana kwa kuheshimu wakwe. Sasa huyu kijana ameongozana na mama mkwe akiwa amejitwika jiwe la kusagia nafaka. Zamani sana tulikuwa tunasaga kwa kutumia mawe, au tukutumia mashine kama zilivyo sasa za kisasa. Lakini yule kijana akiwa amemsaidia mama mkwe mzigo, anakwenda, mama mkwe akamuuliza, kijana umechoka? Anamwambia hapana. Naona kama umechoka, pumzika. Akasema hapana. Anaendelea kwenda, lakini hatua zake zinazidi kupungua na nguvu zake zinazidi kupungua. Wakati mama mkwe anamwambia kijana umechoka, yeye kwa sababu
anajisikia ni aibu kuambiwa amechoka, ili kuonekana amechoka kwa mama mkwe, anajisikia vibaya. Hivyo akaendelea kubeba ule mzigo. Wakati amefika mbele, akaanguka. Alipoanguka, ile jiwe likamwangukia juu yake. Lilipomwangukia juu yake, yule kijana akajeruhika vibaya. Lakini tatizo halikuwa jiwe, tatizo lilikuwa ni hukumu wa moyo wake. Alipoambiwa kama amechoka ili aweze kusaidiwa, alidhania kwamba kusaidiwa ni udhaifu. Nataka nikwambie jioni ya leo, Yesu Kristo anapita, anapodai mzigo wako. Mwambie, niko hapa, nimechoka na ulevi, nimechoka na uzinzi, nimechoka na uchawi, nimechoka kuruka na ungo, nimechoka kupanda fisi, nimechoka kutembea kishirikina, nimechoka kuitwa mlevi wa kijiji. Sasa ninakupa Yesu mzigo wangu. Na ninataka nikwambie, mara utakapomkabidhi Yesu ule mzigo wako, dhambi zako, mateso yako na maumivu yako vinakoma. Utaitwa mwana wa aliye juu. Jioni hii leo ipo nafasi ya kujipatanisha na Mungu wako aliyeziumba mbingu na dunia. Nilikutana na dada mmoja, kimtazama kwa sura ameumbika, lakini alikuwa anajiinamia kila anapopita. Nikamuuliza kuna kitu gani? Akasema, mchungaji, sikiliza, sioni thamani ya maisha yangu. Kila ninapotembea sioni thamani ya maisha yangu, kwa sababu nimejitwika mizigo iliyo mizito sana moyoni mwangu. Laiti kama kungelikuwa na mtu aliye na uwezo wa kufanya operation ya moyo, akapasua moyo wangu na kuangalia mzigo nilionao, hakuna mwanadamu anaweza kunisaidia. Nikamwambia, sikiliza, yuko mmoja tu. Wanadamu wajapokukataa, yeye atakukimbilia. Wanadamu wajapokukataa, yeye atakukaribisha kwake. Ujapofukuzwa na wazazi wako, yuko Mungu aliyekuumba, ana uwezo wa kukukaribisha kwake. Ujapokataliwa na rafiki zako, yuko Mungu anaweza kukukaribisha kwake. Unapokataliwa na jamaa zako, yuko Mungu anayeweza kukukaribisha kwake. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Jioni hii leo anaweza kukusaidia. Alimsaidia dada yule na sasa yu mzima. Yule dada thamani ya maisha yake ikarejea alipokutana na Yesu. Nisikilize mpendwa wangu wa kijiji hiki na wote mnaonisikia, thamani ya mwanadamu inakuwepo wakati unapohema. Thamani ya mwanadamu inakuwepo kwa sababu kuna watu wanakutazama, kwa sababu unatembea, kwa sababu unaishi, kwa sababu unahema, unapumua. Thamani ya mwanadamu ni kwa sababu ya uhai ambao Mungu ameuweka ndani yake. Lakini nisikilize, uhai unapotishiwa, thamani yako inapotea. Thamani yako inapotea. Nilitembelea hospitali moja, na mimi ninamwomba Mungu kwamba isije ikatokea hivyo kwako. Nimetembelea hospitali ile, wenye wodi la wagonjwa wa ukimwi walikuwa wamelazwa kwenye wodi lile. Kaka mmoja ambaye akitembea alikuwa ananesa kama gari yenye spiringi. Ananesa yule baba, utamwonea wivu. Suruali yake ameishusha chini nusu mlingoti. Anajiona amemaliza, ulimwengu wote ni mali yake. Akiambiwa na wenzake anajisikia kama wanamnyanyasa hivi. Siku ilifika, akanasa kwenye ukimwi, akalazwa hospitali. Siku ile huwa siisahau, nilipokuwa ninatembelea lile wodi, tunawasalimia wagonjwa na kuwaombea. Kwa bahati mbaya, macho yetu yakamtazama yule kijana. Tulipomtazama macho yetu na yake yakagongana. Yule ndugu akafikiria kwamba tunamtazama kwa kejeli kwa sababu ya hali aliyonayo. Unajua kuna magonjwa mengine ni kwa ajili ya kutesa ndugu. Wakati unapotafuta ukimwi unakuwa peke yako.
Lakini unapokuwa umeugua, unaanza kuwapangia majirani na ndugu zako na wazazi wako na kaka zako na dada zako vitu vya kukupatia. Wakileta ugali nasema mimi siri nataka chipsi. Lakini chipsi hujawahi kuzitafuta fedha zake kwa ajili ya kuzinunua. Wakati ulipokuwa na uhai wako, ulipokuwa na nguvu zako, ulipokuwa na afya yako, haukusumbuka kuleta vitu nyumbani. Lakini leo umeugua, wala sikulaumu kwa kuugua kwako, ila nitakulaumu baada ya ujumbe huu. Ukifika mahali ukaacha kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana ni kweli mbeba mizigo anapita kwenye mitaa hii na mpalala. Katika jina lake unaweza kuweka huru. Katika jina lake. Amen. Tulipopita kwenye lile hodi, akatutazama, halafu akatusemesha maneno magumu. Wakati tunamwangalia, akatutukana. Mnamtazama nani? Mnamwangalia nani? Hebu kweneni zenu, wajinga nini? Unafikiri tulimtuma? Anatuangalia tunapotembea na afya zetu, akadhani ya kwamba tunaringa. Hapana. Pamoja na kwamba afya yako imeliwa na dumuzi, Yesu anaweza kuirudisha leo. Yesu anaweza kutengeneza. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Akabadilisha maisha yao. Yes. Akatengeneza maisha yao. Amen. Kwa leo, jana nimekusimulia, nilikuwa kiziwi asiyesikia, lakini Yesu wa Nazareti alituma watu wake mwaka wa 82. Nikakutana na wale vijana, ni vijana wadogo wametoka darasa 7, lakini wamelichukua jina linalopita majina yote. Walipopita kwenye mitaa ile, nikasema niko hapa na wale vijana wakaweka mikono yao juu yangu, uziwi ukatoweka, na leo ninasikia sawa sawa, kwa sababu Yesu Kristo mbeba mizigo alibeba mzigo wangu. Nisikilize, Mungu hajapenda uwe hivyo ulivyo. Mungu hajataka uwe hivyo ulivyo. Anatamani akuokoe, anatamani uwe huru, anatamani akubadilishe, anatamani akuweke salama. Ni maamuzi yako jioni hii ya leo kuendelea na mizigo ulio nayo au kumtwika Yesu mizigo yako. Biblia inasema, basi mtwikeni yeye fadhaa zenu, maana yeye anajishughulisha sana na mambo yenu. Nisikilize mpendwa, wewe na mimi hatujui ni saa gani uhai wetu unazimika. Hatujui ni dakika gani uhai wetu unakatika. Ingelikuwa heri jioni hii ya leo, kabla pumzi ya uhai haijatoka kwenye mianzi ya pua zako, ukamkubali huyu Yesu Kristo awe Mwokozi wa maisha yako. Ukimkataa hana hasara. Ukimkataa hana hasara, na ukimkubali kwa faida yako mwenyewe. Maana ni kweli huwezi kujua usiku huu leo ni jambo gani linakwenda kukutokea. Ninamkumbuka kaka mmoja, wakati tunahubiri kama hivi, akatuona ni watu tuliochanganyikiwa. Nataka nikwambie ukweli huu wa moyo wangu, hatujachanganyikiwa. Tumetumwa na Mungu anayekujua, tumetumwa na Mungu anayekupenda, tumetumwa na Mungu aliyetuita kwa ajili yako ili uweze kuokolewa na kuponywa. Hii ni kwa sababu Mungu anakupenda, anataka mzigo wako ajitwishe yeye ili wewe ubakie kuwa salama. Yule kaka, wakati tunahubiri habari za Yesu, unajua, akapita akiwa anaelekea kwenye kilabu cha pombe. Alafu akasema, hao wanahubiri kwa sababu wameishiwa fedha, ni kwa sababu hawana hela za kunywea, ndio maana wanapiga makelele barabarani. Lakini nataka niseme jambo moja, hatuhubiri kwa sababu hatuna kitu. Tunahubiri kwa sababu tumetumwa, tunao ujumbe na Mungu ametutuma. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Amen. Ndio maana Mungu hapendi uangamie. Amen. Ndio maana Mungu hapendi upotee. Ndio maana Mungu hapendi uharibike. Amen. Ndio maana Mungu hapendi uharibike maisha yako. Roho yako ni ya thamani mno.
nafsi yako ni ya thamani mno. Mahali hapa niliposoma jioni hii ya leo katika kitabu cha Injili hii ya Luka sura ile ya 4 na mstari wa 16 hadi wa 24 ni habari ambayo inamkuta Yesu Kristo wa Nazareti. Ile inaniambia siku ile akatoka mahali akaenda kwenye mji aliolelewa. Alipofika kwenye kijiji alipolelewa, anapofahamika, watu wale wakamsikiliza. Yesu akaingia kwenye sinagogi lao kama ilivyokuwa kawaida. Alipoingia kwenye sinagogi lao, kwenye nyumba yao ya ibada, nyumba ya Kiyahudi, alipoingia kwenye nyumba ile ya ibada, akiwa mle ndani, akaenda moja kwa moja kwenye eneo la vitabu vilivyoandikwa na manabii wa zamani. Akachukua gombo la chuo cha Isaya. Alipochukua ile gombo la chuo cha Isaya, akasoma mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa kuwa Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Amenituma ili waliosetwa waweze kuachiliwa huru. Amenituma ili viwete wapate kutembea. Amenituma ili vipofu wapate kuona tena. Amenituma kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Nisikilize Mtanzania mwenzangu, mwaka uliokubalika ndio huu. Wakati uliokubalika ndio sasa. Siku ya wokovu ndio hii leo. Ukiacha leo, hakuna mtu aijuaye kesho. Kesho yako huijui. Siku iliyokubalika ni leo. Maadamu Mungu ameruhusu we hai, ni kwa ajili yako ili uweze kuwa salama. Mpendwa wangu, Yesu aliposoma andiko hilo, wale watu hawakumuelewa. Akawageukia akawaambia, bila shaka mtaniambia jioni hii ya leo ya kwamba, tabibu, jiponye nafsi yako. Uliokoa wengine, jiokoe nafsi yako. Aliyesema maneno haya akitabiri habari ya wakati ule ambapo ataangikwa msalabani. Watu wengi watamkataa. Yesu anazungumza maneno ya unabii wa wakati ujao. Wanadamu wale ambao leo wanakufurahia, lakini nataka nikwambie, iko siku wataachana na wewe. Mimi nimeshangaa katika ulimwengu huu. Nimekuwa na marafiki wengi, lakini wengi hawapo. Na wakati mwingine nimeshuhudia sherehe za kuzikwa kwao. Wakati unapokwenda makaburini, watu wanazungumza, wanasema, unajua kwenye ofisi ile, yule ndugu alifanya kazi vizuri sana na pengo lake haliwezi kuzibika. Nisikilize Mtanzania mwenzangu, pengo lako linazibika. Pengo lako linazibika. Yeye Mungu aliyeumba wanadamu ameumba vipawa. Ukifa tu kuna mwingine anaajiriwa, anakaa kwenye ofisi yako, lakini hakuna atakayeweza kubadili ya nafsi yako, kubadili roho yako, kubadili maisha yako kuwa kama wewe ulivyo. Ni wewe peke yako kuamua jioni hii ya leo kwamba ninataka nimfuate huyu Yesu. Yesu anawaambia, nimetumwa ili masikini wahubiriwe habari njema. Nimetumwa ili wafungwa wapate kufunguliwa. Haijalishi ni kifungo cha aina gani ulichofungwa, mwanamke, ulichofungwa mwanaume, ulichofungwa kijana. Nisikilize, nilipita kwenye chuo kimoja kabla sijaja kanda ya Ziwa. Nilikuwa Dodoma, kanda ya kati. Nikakutana na mwanadada mmoja, amesoma, amemaliza chuo kikuu na alikuwa na shahada yake ya ualimu. Lakini kwa bahati mbaya, shetani haogopi elimu wala haimtishi elimu ulionayo. Maana ni wengi wenye elimu kuliko yako wamekufa, amefanikiwa kuwanyonga. Usalama peke yake ni kwa Yesu aliye hai. Yeye anasema, nimetumwa ili kuwaweka huru walioonewa na Ibilisi. Yule dada akawa akitoka, anakwenda kwenye mnada kama hivi, anakwenda kwenye gulio kama hivi,
akili haina uelewa tena, ufahamu wake umeharibika, pamoja na elimu yake shetani amefyatua ubongo. Alipokutana na mhubiri wa Injili siku hiyo, amekuja akaniambia, sikiliza, sina tumaini tena, nakuta wenzangu wanapasua wanaenda, lakini mimi sina mahali pa kwenda wala kuolewa, sijaolewa, sura ninayo nzuri, umbo ninalo nzuri, maisha ninayo mazuri, elimu ninayo nzuri, lakini inabakia nyumbani. Mvua inanyesha, mvua inakatika, mvua inanyesha, mvua inakatika, kuna kwa kiangazi, kuna kwa kifuku, lakini bado niko vile vile ninasekea nyumbani. Nikamwambia, sikiliza, yuko Yesu wa Nazareti, ukikutana naye kubadilisha historia. Haleluya. Wewe uliyekataliwa unakuwa mtu aliyekubalika, wewe uliyelaaniwa unakuwa mtu mbarikiwa, wewe uliyepuuzwa unakuwa mtu wa maana katikati ya wanadamu. Huyu Yesu alikuja ili wanadamu wapate kujua ya kwamba ana uwezo wa kujitwisha mafadhaiko yao yote, kila lililowafadhaisha, kila lililowatesa, kila lililokuhuzunisha. Yuko Yesu wa Nazareti, anaweza kujitwisha hilo leo. Wakati wengine wanalala usingizi, wewe unahofia. Mimi sijajua kama watu wa Nampalala wanaweza wakawa wanaogopa bundi. Bundi ni mnyama wa kawaida kabisa, ni ndege wa kawaida kabisa. Ni jamii ya ndege ambao wachawi wamekuwa wakiwatumia. Wakati mwingine wanatumia mapaka, wakati mwingine wanatumia hao ndege, wakati mwingine wanatumia fisi, wakati mwingine wanatumia vitu mbalimbali. Lakini bahati mbaya sana huko kwetu, huko ninakotokea mimi, wanadamu ambao hawana Mungu na hawajai kujua habari za Yesu, wakisikia kelele ya bundi, usiku huo hapalaliki. Siku huo hapalaliki. Nyumba umejenga mwenyewe, lakini unaogopa kulala ndani yake. Sababu sio nyingine, ni kwa sababu Ibilisi amekunyanyasa. Umesetwa chini ya miguu ya shetani, na shetani anakufanyia lolote analolitaka. Nisikilize, ukiwa ndani ya Yesu Kristo unakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, Amen, yanakuwa mapya. Ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, anaweza kutengeneza maisha yako ya sasa na ya baadaye. Sasa unaweza ukamwamini Yesu leo, na unaweza ukamkataa leo. Sijawahi kuona kama ni busara mgonjwa kumkataa daktari. Yesu Kristo amekuja ili tuweze kuwa na uzima, kisha tuwe nao tele. Yesu alikuja ili ajitwishe huzuni zako. Inawezekana umehuzunishwa moyo, inawezekana umeteseka, inawezekana umeumia, maisha yako hayana tumaini kabisa, moyo wako una mashaka mengi. Jioni hii ya leo yupo Yesu akusaidie. Jioni hii ya leo anaweza kukuponya magonjwa yako. Jioni hii ya leo anaweza kukuondolea mfadhaiko wako, msongo wa mawazo. Dawa imepatikana. Jina la Yesu Kristo ni dawa ya msongo wa mawazo. Nyoyo ya watu iliyozidiwa, akili za watu zilizozidiwa, wakija kwa Yesu Kristo, yeye anaweza kuwabadilisha na kuwapa fahamu zake zilizotulia. Nisikilize, ni saa ya kubadilishwa na Yesu Kristo. Biblia inaniambia Yesu alikuja ili waliokosa amani wapate amani. Ninakumbuka wakati fulani nilikaa pasipo amani. Jana nimekusimulia kidogo ya kwamba nimekulia kwenye familia ya kichifu, mahali ambapo babu zangu walikuwa wakiagiza jambo lolote linakuja, wakiagiza chochote watu wanatenda, kwa sababu walitetemekewa, waliofiwa, walinyenyekewa kama machifu. Lakini nataka nikwambia, uchifu wao haukuacha salama.
Siku moja ya ajabu sana, sitaisahau. Babu yangu akawa amefariki. Huyu ni babu kizaa mama, akawa amefariki. Alipokufa ile babu, wakakusanyika wazee wengi kwenye ule mji. Sasa nilipotazama aina ya wazee waliokusanyika pale, ikanipa picha babu yangu alikuwa nani. Maana nilipotazama wale wazee walikuwa pale, ni wale wazee wa mji walioogopewa na kila hao. Wakikwambia kesho huamki, huwataamka, watakuta ni maiti, kesho unazikwa. Ni wazee ambao wakisema neno linakuwa linatokea kwa sababu ya nguvu za giza walizokuwa nazo. Ni wazee walioogopwa na kila mtu. Hao ndio waliokuja kusimamia msiba wa babu yangu. Ndipo nikatambua kumbe na babu yangu alikuwa ni miongoni mwao. Kumbe na babu yangu alikuwa miongoni mwao. Alikuwa ni rafiki yao, alikuwa ni jamaa yao, alitembea pamoja nao, alifanya vitu vya ajabu pamoja nao. Nisikilize, hilo halikutosha. Nikaangalia, nikasubiri ile siku ya kuanua matanga. Wakati wa kuanua matanga, wakamchukua mtoto wa kiume wa kwanza wa babu yangu, wamkabidhi vile vitu alivyokuwa anavitumia babu yangu. Kitu cha kwanza walichompa kilikuwa ni kigoda cha kukalia, kiti cha kukalia. Na kitu cha pili walichompa ilikuwa ni fimbo ya kutembelea. Na kitu cha tatu walichompa ilikuwa ni mkuki. Kama chifu sasa anachukua nafasi ya baba yake. Walipompa tu, ile mara alipokalia kile kiti, yule mjomba wangu mbele ya macho yangu akapoza upande mmoja, akaparalyze. Haijawahi kutokea shetani akafanya urafiki na mtu akawa salama. Haijawahi kutokea shetani akafanya urafiki na wewe ukawa salama. Jana nimekwambia urafiki wa shetani na mwanadamu ni kama urafiki wa kuku na mfugaji. Wanasubiri tu wageni mashuhuri watokee. Na kuku yule aliyekula vizuri, akanenepa vizuri, huwa ndio wa kwanza kukatwa mgeni akifika. Unangojewa, unasubiriwa. Ukipakataa pema, pabaya panakuita. Ukikataa mbingu, jehanamu inakuita. Ukikataa uzima, mauti inakuita. Ukikataa uhai wa milele, nataka nikwambie moto wa milele unakungoja. Mwanadamu, mbele yako kuna njia mbili tu, uzima au mauti. Uzima au mauti. Basi chagua uzima leo upate kuwa hai, yes, wewe na watoto wako. Amen. Njia mbili tu zimewekwa mbele yako, na njia hizo hazichaguliwi ukifika. Njia hizo zinachaguliwa hapa duniani. Wiki mbili zilizopita nikiwa pale Dodoma, nikakutana na dada mmoja, ni fundi mzuri sana wa kompyuta. Sasa kwenye kompyuta yangu nikawa nimeweka neno pale kwenye kioo chake. Kwa bahati mbaya kompyuta yangu ikawa imezimika, betri yake imekufa. Nimempelekea yule dada ili aitengeneze. Alipoweka betri mpya tu, ile kompyuta yangu ikawaka. Ilipowaka, neno la kwanza linalotokea pale kwenye kioo cha ile kompyuta linasema hivi: kama ungekuwa umekufa leo, ni wapi ambako ungeenda? Kama ungekuwa umekufa leo, mahali gani ungekuwa umeenda? Ungeenda mahali gani? Ungeenda mahali gani? Shukuru Mungu kwamba bado uko hai. Lakini kama ungekuwa umekufa leo, ni historia ya aina gani ambayo tungeisema? Kama ungekuwa umekufa leo, ni mahali gani ungekuwa umeenda? Nisikilize, usisubiri sala za ndugu zako, hazitakusaidia. Kuna wakati watu wanadanganyana ya Mungu mahali pa kuweka roho za watu. Ndugu yetu akifa, na hasa akiwa na hela na alikuwa anatusaidia kwenye familia, kila mtu maombi yake huwa yanakuwa hivi: Mungu mweke mahali pema peponi. Kama niseme mahali pa kwenda ni wewe unachagua leo. Mahali pa kwenda ni wewe unaamua leo. Mahali pa
hatuamui tukifika. Hata wakati ninapanga safari ya kuja hapa, sikuipangia hapa, nimeipangia Mwanza. Ndivyo ilivyo safari ya kwenda mbinguni, inaandaliwa tukiwa duniani. Na ndio maana nikasema yupo mbeba mizigo amekuja siku ya leo ajitwike mzigo wako wa dhambi. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, kama bendera, atazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Dhambi zako zijapokuwa mbaya, anakubadilisha leo. Mzigo huo anauchukua Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Kuna watu wana mashaka mengi. Watu wangu, hiki cha dhambi nilichofanya, inawezekanaje nikasamehewa? Watu wangu, hiki cha uovu niliyofanya, inawezekanaje nikawekwa huru? Jioni hii leo nimekuja nikuhakikishie mpendwa wangu, inawezekana. 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 Msamaha wa dhambi ni kwa ajili yako mama. Msamaha wa dhambi ni kwa ajili yako baba. Msamaha wa dhambi ni kwa ajili yako kijana. Msamaha wa dhambi ni kwa ajili yako binti. Iko siku aliyekuja kubeba mizigo hatasimama tena kama mbeba mizigo, hatasimama kama hakimu kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Siku hiyo kila mtu atasimama mwenyewe, wala hautaulizwa uovu wa baba yako. Mwana hatauchukua uovu wa babaye, wala baba hatauchukua uovu wa mwanaye, wala mama hatauchukua uovu wa binti yake, wala binti hatauchukua uovu wa mama yake. Dhambi yake mwenye dhambi itakuwa juu yake mwenyewe, na haki yake mwenye haki itakuwa juu yake mwenyewe. Njoo leo Yesu achukue mzigo wako. Njoo leo, mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu mzigo wako. Yuko tayari kukubebea mzigo wako. Wakati tunasogea mahali hapa, tuweze kuomba wa kumaliza ibada yetu jioni ya leo. Naomba kila moja mahali ulipo, simama kwa miguu yako. Simama kwa maringo kabisa, kwa miguu hiyo ambayo Mungu aliyekuumba amekupa. Wako ambao wangetamani kusimama lakini hawana uwezo wa kusimama. Jioni hii ya leo, jioni hii ya leo ni jioni ya pekee. Jioni hii ya leo ni jioni ya ajabu. Naomba sogea tu hapa mbele ya mhubiri. Naomba usimame tu hapa mbele ya mhubiri. Natamani tumalize pamoja vizuri. Uzuri wa Tanzania ni watu waelewa sana. Ni watu wasiokuwa na ubishi wa aina yoyote. Nimepita kwenye nchi za wenzetu, nimegundua kwamba mpaka useme sana ndipo unaweza kueleweka. Lakini sivyo ilivyo kwa Watanzania. Watanzania ni waelewa sana. Unapoambia tusogee, huwa wanasogea. Maana hakuna Mtanzania asiyetaka Mungu hata mmoja. Ukisikia Mtanzania anakimbia ibada, huyo ni waajabu mno. Ukisikia Mtanzania anakimbia maombi, huyo ni waajabu sana. Inawezekana anaweza akawa yuko vibaya na mbingu, ndio maana anakimbia mahali panapotajwa Mungu. Lakini sivyo ilivyo kwako wewe. Wewe ni mtu mwema. Nataka niombe na wewe. Nimekuja kwa ajili ya kuibariki nchi hii. Nimekuja kwa ajili ya kubariki kijiji hiki. Tumekuja kwa ajili ya kupatakia baraka mahali hapa. Na mtu ambaye Mungu amemweka hapa ni wewe. Jioni hii ya leo usipate shida. Naomba ndugu zangu wote tukusanyike hapa sasa. Wote tukusanyike hapa sasa. Mahali popote ulipo. Nataka niende kuomba kwa ajili ya kila mwenye mwili. Maana Mungu wangu yupo kwa ajili yetu sasa. Yes. Ndio. Ndio. Karibu mama. Karibu baba, nakusubiri wewe. Nakusubiri kijana wangu. Nakusubiri binti yangu. Nakusubiri hapa niombe na wewe. Nakusubiri niombe na wewe.
yuko Mungu anayesikia kilio chako. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ninakungoja wewe baba, ninakungoja wewe mama, ninakungoja wewe mtoto, ninakungoja wewe binti. Bwana Yesu anakungoja. Bwana Yesu anakuhitaji. Bwana Yesu anakuhitaji. Wasahili sifa za moyo wangu, na kuabudu uliniumba ni kuabudu, na kuabudu Mungu wangu, na kuabudu. Oh Yesu, wasahili, wasahili sifa za moyo, mimi na kuabudu, kwani uliniumba ni kuabudu. Jesus, na kuabudu Mungu wangu, na kuabudu. Oh yes, wasahili, wasahili sifa za moyo wangu, na kuabudu, na kuabudu, uliniumba ni kuabudu. Oh, na kuabudu Mungu wangu, na kuabudu. Yesu. Endelea. Wakati wimbo huu unaendelea, wewe ambaye unasema Mungu uliona thamani ya maisha yangu, ninatamani nikukabidhi maisha yangu, kwamba upo hapa kwenye viwanja hivi au kwamba uko kule nyumbani kwako, unaweza ukainamisha kichwa chako mahali ulipo. Nataka nikuombe kwa Mungu aliye hai. Yeye anaweza kukutengeneza sasa jioni hii, anaweza kukutengeneza jioni hii. Unaweza ukainama kichwa chako sasa, inamisha kichwa chako mahali ulipo. Unajua Mungu aliyekuumba ndiye aliyekupa hayo macho unayojivunia kutazama. Nimesema unaweza ukainamisha kichwa chako kwa muda mchache. Tumheshimu Mungu aliye hai. Mungu anaweza akayafungua. Kama anaweza kufungua, anaweza kuyafunga. Naomba inamisha kichwa chako tuweze kuomba. Baba yangu na Mungu wangu aliye hai, wewe ndiwe Mungu uliye mwaminifu sana. Niwe Bwana wa mabwana, niwe Mungu unayeokoa, niwe Mungu unayelinda, niwe Mungu unayeponya watu wako. Jioni hii ya leo Baba, nimekuja mbele zako mahali hapa tena, nimenena neno lako ya kwamba Bwana unaweza kujitwisha mizigo ya watu wako, shida zetu, mizigo yetu, maumivu yetu, taabu zetu na magonjwa yote unaweza kuyachukua. Bwana, 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 naomba sasa katika jina lako kwa ajili ya kijiji hiki na kwa ajili ya wakazi wake wote, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, tazama wako walioteseka, wako walioumizwa kwa sababu wamejitwisha mizigo yao, wameteseka kwa miaka mingi, lakini leo saa imefika. Naomba Baba ukamtue mwanao mizigo alionayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikiwa upo ambaye unasema ninataka kumpokea Yesu Kristo leo awe mwokozi wa maisha yangu, ninataka kuokoka, naomba inua mkono wako mahali ulipo. Mungu wangu hana umbali. Inawezekana ukawa pale gengeni, inawezekana ukawa nyumbani kwako, unaweza
ukasimamisha shughuli zako kwa muda, halafu ukauinua mkono wako juu kama ishara ya kutaka msaada wa Mungu. Nami nitakuongoza maombi haya, na wewe utaomba nyuma yangu kama sehemu ya maombi ya toba yako kwa Mungu wako aliye hai. Kama uko hapa au uko mbali, unataka kumpa Yesu maisha yako siku hii ya leo. Unajua kuna watu wanapata shida tukisema kumpa Yesu maisha, wanadhani ni kufa. Hapana, ni kujikabidhi mikononi mwa Mungu wako ili yeye awe mlinzi wa maisha yako. Kama unahitaji kuokoka leo, nyosha mkono wako nami nitakuombea sasa. Naomba uinue mkono wako wa kulia juu, wewe ambaye unasema ninakutaka Yesu. Asante. Wako watu wengi wako hapa, lakini wako wengine wako mbali. Pamoja na kwamba uko mbali, huko Mungu anasikia maombi yako. Naomba unifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kukusudia na kwa kutokukusudia. Ninakupokea Yesu, uwe Mwokozi wa maisha yangu. Tangu leo ninayakabidhi maisha yangu kwako, Mungu uliyeniumba. Ninamkataa Shetani na kazi zake zote. Ninakupokea Yesu, uwe mfalme wa maisha yangu. Yesu Kristo, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu. Ninajiachilia kwako katika jina lako. Asante kwa kunipokea. Asante, asante kwa kunitakasa. Asante kwa kuniosha dhambi zangu zote. Yesu Kristo, ninaomba unipe nguvu za kushinda dhambi na dunia. Kwa jina lako nimeomba haya. Amen. Amen. Ikiwa uko sasa ambaye una masumbufu katika mwili wako, wewe uliomba maombi haya, amini ya kwamba Yesu amekuokoa. Tangu leo umekuwa kiumbe kipya, na Bwana Yesu atakubadilisha, na amebadilisha historia ya maisha yako. Sasa wewe ambaye unaumwa, naomba usogee hapa mbele niombe na wewe. Wewe ambaye unaumwa, naomba usogee hapa niombe na wewe. Kama unajisikia maumivu mahali popote, ni mgonjwa katika mwili wako, ni saa ya kufunguliwa kwako. Tumesikia sasa ya kwamba Yesu Kristo alikuja ili walio na mizigo waweze kuwekwa huru. Yuko Yesu, yuko Yesu. Asante Baba yangu. Yesu akumbuke, Yesu akumbuke, Yesu akumbuke nia ya moyo wako. Yakasiku ramba kando. Naomba uombeaji tujipange hapa mbele.